Wananchi wamepongeza hatua ya serikali ya kutafsiri sheria kwa lugha ya Kiswahili pamoja na kuanza matumizi ya Kiswahili katika uendeshaji wa mashauri mahakamani, wakieleza kuwa uamuzi huo utaongeza uelewa wa sheria na kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wengi. Kwa majina naitwa Kenneth Matonya, ni mkazi wa Dodoma mjini, lakini pia kupitia huu msaada wa kisheria ambao utatolewa kwa lugha ya Kiswahili itaongeza uelewa zaidi kwa habari ya sheria, lakini pia itasaidia kutoa elimu. Watu wengi sana hawana elimu kwa namna gani na jinsi gani sheria zinavyoenda, lakini kupitia hii program itasaidia sana kutoa usaidizi na elimu kubwa sana kwa habari ya masuala ya kisheria. Akizungumzia hatua hiyo, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Zuberi amesema serikali imeamua kuleta mageuzi hayo ili kuhakikisha wananchi wanaelewa sheria, hukumu pamoja na taratibu za mahakama kwa lugha ya Kiswahili ili kuepuka kuonewa. Wananchi wengi wanaonewa kwa sababu ya kutokujua sheria zimekaaje, na ndio maana serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imetafsiri sheria zote sasa hivi zitatumika mahakamani kwa lugha ya Kiswahili, na tuko mbioni kwenda kuzindua programu hiyo ambayo kwa namna moja au nyingine sasa hata mtu ambaye anajua kusoma Kiswahili tu ataweza kujua hukumu yake inasemaje, na hukumu zote zitatolewa kwa lugha ya Kiswahili pamoja na sheria zenyewe nazo zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili. Tutaendelea kuwapokelea na kuendelea kutatua changamoto zao bila kujali dini zao, kanda zao walizotoka, wala jinsia zao, na hiki kituo ni kimbilio kwa Watanzania wote. Kwa upande mwingine, programu ya Sema na Waziri ni jukwaa maalum lililowekwa na Wizara ya Katiba na Sheria linalowapa wananchi nafasi ya kuwasilisha maoni, changamoto na maswali yao moja kwa moja kwa waziri na wataalamu wa sheria, ambapo kupitia programu hiyo serikali inalenga kusikiliza wananchi kwa karibu zaidi, kuongeza uwazi katika huduma za kisheria na kuimarisha uhusiano kati ya wananchi na taasisi za utoaji haki nchini. Mimi ni Felix George na hii ni Open Online Media.